Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro ametoa wito kwa wanasiasa wote nchini kutoka vyama vyote vya siasa kuhakikisha wanalinda na kuheshimu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwaka 2025. Dr. Ndumbaro ametoa kauli hiyo wakati wa semina ya kampeni ya msaada wa kisheria iliyofanyika katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Semina hiyo imelenga kuwajengea uwezo viongozi wa serikali wa ngazi ya mtaa pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika ngazi ya kata, tawi na shina kuhusu masuala ya kisheria na uendeshaji wa haki kwa wananchi. Akizungumza katika semina hiyo ambayo imefanyika siku ya jana Mei 12, Dr. Ndumbaro amesisitiza kuwa ni wajibu wa kila mwanasiasa kuzingatia na kutekeleza matakwa ya katiba ili kuhakikisha uchaguzi mkuu unafanyika kwa amani, haki na kwa mujibu wa sheria. Ameongeza kuwa katiba ndio mwongozo wa maisha ya kisiasa na kiutawala nchini, hivyo ni lazima iheshimiwe na kulindwa na kila Mtanzania, hususani wanasiasa. Katika hatua nyingine, Dr. Ndumbaro ameeleza kuwa serikali ya CCM itaendelea kuheshimu ukomo wa muda wa uongozi kama ulivyoainishwa kwenye katiba ambayo inaeleza kuwa serikali hukaa madarakani kwa kipindi cha miaka 5 tu. Hivyo alisisitiza kuwa serikali ya sasa itaendelea kutekeleza majukumu yake hadi mwaka 2025 na haitakiuka katiba kwa namna yoyote ile. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa serikali na wana CCM waliopata mafunzo hayo wamesema semina hiyo imewapa maarifa muhimu kuhusu sheria na haki, jambo litakalowasaidia kuwahudumia wananchi kwa uadilifu na ufanisi zaidi. Wamemshukuru Waziri Ndumbaro kwa kupeleka elimu hiyo muhimu na kuahidi kuitumia kwa manufaa ya wananchi katika maeneo yao. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Kwa wanasiasa wenzangu, naomba niwakumbushe. Kila mtu aliapa kwamba atailinda Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo viapo vyetu. Na tunasema ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama sisi wanasiasa kweli tunamheshimu Mungu, tuilinde katiba. Moja katika mambo katika katiba ni kwamba wananchi ndio wanakasimu madaraka kwa chama kilichoshinda uchaguzi wa kipindi cha miaka 5, haizidi miaka 5. Ukisema hakuna uchaguzi, unataka serikali iliyopo ikae madarakani zaidi ya miaka 5. Huo ni ukiukaji wa katiba. Mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, ninasema serikali ya CCM haitakuwa ya kwanza kuvunja katiba. Tutafanya uchaguzi kwa mjibu wa katiba na kwa mjibu wa makubaliano yetu na wananchi kwamba baada ya miaka 5 tutakwenda kwenye uchaguzi tena. Na miaka 5 ile inaisha Oktoba 2025. Hii kampeni ya Samia Ligo inaenda kutujenga sisi wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe wetu pamoja na watendaji wetu wa mitaa. Hii tunaenda kuwa walimu wa kwenda kutatua migogoro ya wananchi moja kwa moja, sisi kwa sisi. Na migogoro mingi ya wananchi sisi tulikuwa tunaijua, lakini tulikuwa tujui namna ya utatuzi wake, kwa sababu migogoro ni zao la maisha yetu tunaishi kila siku. Tumekuwa tuna viongozi wamekuwa majaji, wamekuwa mahakimu. Kwa mimi nafikiri serikali ingeenda kutoa kwenye elimu kati ya kata, mtaa na kata, ili watu wajue wajibu wao. Watanzania wengi hatujui sheria, ndio maana tunafikia hatua ya kutoa rushwa. Asilimia kubwa wananchi wengi tulikuwa hatujui sheria. Kuna muda tulikuwa tunajishukulia sheria mkononi. Kwa mfano migogoro ya ardhi, wametueleza vizuri kama kuna migogoro njia gani ufanye na ufike. Kwa kweli tunamshukuru sana mbunge wetu Mheshimiwa Damas Ndumbaro, waziri wa sheria na katiba, kwa kutuletea haya mafunzo wilaya ya Songea mjini.